serikali na Watanzania wote kiujumla, wenye dini na wasiokuwa na dini, ambao wenye dini wanaongozwa na kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa Waislamu wataamini Qur'ani, kwa Kristo wataamini Biblia. Lakini tunapokuja katika swala la taifa, kama taifa, wenye dini na wasio na dini, maana tunaamini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye sheria na kwenye sera, ambayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza wazi kwamba madaraka na mamlaka yote ya serikali yatatokana na wananchi, na serikali itawajibika kwa wananchi, na kazi kuu ya serikali ni kulinda ustawi wa wananchi. Na katika mkataba wa kijamii, mara nyingi watu tunapenda kuzungumzia, ni kwamba miongoni mwa mkataba wa kijamii ni kwamba wananchi wamekubali kutoa silaha na nguvu kwa dola ili tulindwe maisha yetu, tulindwe haki zetu, tulindwe rasilimali zetu. Sio silaha hizo ziende kutumika kwa namna nyingine ambayo inaweza ikapelekea sintofahamu kama hizi tunazo. Tunapofikia huko, maana yake tunakiuka mkataba wa kijamii. Kwa swala la katiba, watu kulinda ustawi wa jamii, inakuwa kidogo ni mtihani. Tumejifunza kitu ukiangalia katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Tumeona namna gani walivyoweza kuidumisha amani. Hatukuona silaha za moto zitumike sehemu nyingi sana, kwa sababu wengine maafa yametokea, tulikuwa tuko katikati ya mji. Lakini tumeona walikuwa wanazungumza na watu kwa njia za diplomasia, bwana watu watoke waende majumbani kwao, na hata walipokuja kuweka amri ya saa 12 kwamba yule akitoka saa 12 maana yake kuna adhabu za kijeshi au hizo na bofosi ambazo zilikuwa zikitumika. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu, na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa na wadau wote wa haki jinai, huu sasa ni wakati wa kujiepusha na kauli tatanishi, sababu toka kuasisiwa kwa taifa hili la Tanzania hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Wafanyabiashara wamepoteza mali zao zimeharibika. Baadhi ya wananchi, ndugu zetu, vijana wenzetu, wadogo zetu, dada zetu, kadari ya Mungu imewapitia, kama tulivyosema kwamba mauti ni faradhi, basi wameweza kukumbwa na hiyo hali ya mauti na amekwenda mbele za haki. Lakini hakuna kitu kibaya kama kupungukiwa na nguvu kazi ya taifa. Anapoondoka mmoja wetu, kijana mwenzetu, mara nyingi huwa ni majonzi. Hakuwezi kuwa kuna amani, hakuwezi kuwa kuna furaha.